Katika historia ya vita baridi, hakuna tukio la kustaajabisha na la kutisha kama jaribio la bomu la nyuklia la Tsar Bomba lililofanywa na Umoja wa Kisovieti mwaka 1961. Tsar Bomba, ambalo lina maana ya mfalme wa mabomu, lilikuwa jaribio la nguvu za nyuklia zilizopitiliza mipaka ya kibinadamu. Kwa uzito wake wa tani milioni 50 za TNT, bomu hili lilikuwa na uwezo wa kuharibu miji mikubwa kwa mlipuko mmoja tu. Mwandishi wa Kirusi Andrei Sakharov, aliyekuwa mmoja wa wabunifu wa bomu hili, alikuwa na wasiwasi mkubwa juu ya matumizi ya silaha kubwa kiasi hiki. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya kihistoria kama vile nyaraka za serikali za Kisovieti na tafiti zilizofanywa na watafiti wa nchi za Magharibi, Tsar Bomba haikuwahi kutengenezwa kwa matumizi ya kijeshi, bali kama onyo la uwezo wa Urusi kwa mataifa mengine. Utafiti wa Harold Agnew na makala zilizochapishwa na Bulletin of the Atomic Scientists zimeangazia jinsi Tsar Bomba ilivyotumika kama chombo cha propaganda zaidi ya silaha ya vita. Fasihi nyingi zimeonyesha kuwa ingawa bomu hili lilikuwa la kutisha, halikuwa na vitendo vya kijeshi kutokana na ukubwa wake na athari zake kwa mtumiaji mwenyewe. Bomu hili, ambayo pia inajulikana kama RDS-220 au Big Ivan, ni bomu la nyuklia lenye nguvu zaidi kuwahi kutengenezwa na binadamu. Lilipopigwa na Umoja wa Kisovieti mnamo tarehe 30 Oktoba mwaka 1961, bomu hili lilikuwa na nguvu ya megaton 50 mara 3800 zaidi ya bomu lililotupwa Hiroshima. Lengo la kutengeneza Tsar Bomba halikuwa matumizi ya kijeshi, bali kuonyesha uwezo wa kisayansi na kijeshi wa Kisovieti wakati wa vita baridi. Katika miaka ya 50 na 60, Marekani na Umoja wa Kisovieti walikuwa katika mashindano ya kuonyesha nguvu zao za kijeshi na kisayansi. Baada ya Marekani kufanya majaribio ya mabomu ya nyuklia, Soviet Union walihitaji kuonyesha kuwa wana uwezo sawa au zaidi ya Marekani. Hivyo, waliamua kutengeneza bomu lenye nguvu kubwa zaidi, Tsar Bomba. Bomu hili lilitengenezwa kwa haraka ndani ya wiki 16 tu chini ya uongozi wa mwanasayansi Andrei Sakharov. Awali lilipangwa kuwa na nguvu ya megaton 100, lakini ili kupunguza uchafuzi wa mionzi, nguvu yake ilipunguzwa hadi megaton 50. Bomu hili lina uzito wa tani 27, urefu wa mita 8, kipenyo cha mita 2.1 pamoja na nguvu ya mlipuko ya megaton 50 sawa na tani milioni 50 za TNT. Bomu hili lilikuwa kubwa kiasi kwamba halikuweza kutoshea ndani ya ndege ya kawaida. Hivyo, ndege ya kijeshi aina ya Tu-95 ilibadilishwa maalum kubeba bomu hili. Mnamo Oktoba 30 mwaka 1961, Tsar Bomba ililipuliwa juu ya kisiwa cha Novaya Zemlya karibu na bahari ya Arctic. Iliangushwa kutoka kwenye ndege kwa kutumia parachuti kubwa ili kuchelewesha kuanguka kwake na kutoa muda kwa ndege hiyo kuondoka eneo la mlipuko. Mlipuko huo ulikuwa na athari kubwa, kwani wingu la mlipuko lilifikia urefu wa kilomita 64 juu ya ardhi. Mawimbi ya mshituko yalizunguka dunia mara 3. Mionzi ya mwanga ilionekana umbali wa zaidi ya kilomita 1000 na kusababisha uharibifu wa kila kitu ndani ya umbali wa kilomita 35. Kila kitu kiliyeyuka na kuteketea kisionekane tena. Eneo la jaribio, kisiwa cha Novaya Zemlya, lilibadilika kabisa. Msitu uliteketea ndani ya sekunde.
mawimbi ya mshtuko yalizunguka dunia mara 3. Mionzi ya radiation, ingawa ilipunguzwa kwa makusudi, bado ilikuwa na madhara kwa binadamu na viumbe wengine wa porini. Jaribio hili liliwasha moto wa mashindano ya silaha kati ya Marekani na Urusi. Marekani ilijibu kwa kuendeleza kukuza teknolojia ya makombora ya nyuklia. Dunia ilianza kuona haja ya mkataba wa kusitisha majaribio ya silaha za nyuklia, Partial Test Ban Treaty, uliotiwa saini mwaka 1963. Ingawa eneo la mlipuko halikuwa na wakazi wengi, bado athari za mlipuko zilikuwa kubwa. Mionzi ilichafua anga na mazingira ya karibu. Mawimbi ya mshtuko, shockwaves, yalivunja madirisha hadi umbali wa kilomita 900. Bila kusahau, mazingira ya eneo la mlipuko yalibadilika kabisa na kuwa kama jangwa lisilo na uhai. Andrei Sakharov, mmoja wa wabunifu wa saa bomba, baadaye alijuta kushiriki katika mradi huo. Aliona kuwa silaha kama hizi ni hatari kwa maisha ya binadamu na mazingira. Baadaye aligeuka kuwa mtetezi wa amani na kupinga matumizi ya silaha za nyuklia. Bomu hili lilikuwa bomu la nyuklia la hatua 3, 3-stage hydrogen bomb, aina ya bomu ambalo hutumia michakato ya mfuatano ya nyuklia kuongeza nguvu za mlipuko. Hatua ya kwanza ni mlipuko wa fission. Hii ni hatua ya kuanzisha mlipuko. Bomu huanza na bomu la kawaida la fission ambalo elements kama uranium au plutonium hugawanyika na kutoa nishati ya joto kali na msukumo. Mlipuko huu huanzisha mchakato wa pili wa kuunganisha kwa atom, yani fusion. Hatua ya pili ni muungano wa atom, fusion. Joto linalotokana na mlipuko wa hatua ya kwanza hutumika kuunganisha isotopes za hydrogen, hasa deuterium na tritium, ili kutoa mlipuko mkubwa zaidi wa nyuklia. Fusion hutoa nishati mara nyingi zaidi kuliko fission ya mwanzo. Hatua ya tatu ni fission ya pili, yani boosted fission. Awali kulikuwa na safu ya nje ya uranium ambayo ingeongeza tena mlipuko kupitia fission, lakini ili kupunguza uchafuzi wa mionzi, Warusi walibadilisha sehemu hii na risasi, lead shielding. Hii ilipunguza nguvu ya bomu kutokana na megatani 100 hadi megatani 50, ambazo bado ni mara 3000 zaidi ya bomu la Hiroshima. Kwanza, risasi ya kawaida ya mlipuko, conventional explosives, huanzisha mlipuko wa hatua ya kwanza ya fission. Kisha, mlipuko huu hutengeneza joto la hadi milioni kadhaa za nyuzi joto zinazowasha hatua ya pili ya fission, ambapo hydrogen huunganishwa na kutoa mionzi kali na nishati kubwa sana. Hatimaye, kama ingekuwa na safu ya tatu ya uranium, ingeongeza uharibifu kwa kusababisha fission zaidi. Lakini kwa kuwa waliweka risasi badala ya uranium, mlipuko ulikuwa safi zaidi kimazingira, yani low fallout. Saa bomba ililipuliwa angani kwa urefu wa kilomita 4 juu ya ardhi. Mawimbi ya mshtuko yalizunguka dunia mara 3. Dirisha za nyumba zilivunjika hadi kilomita 900 kutoka eneo la mlipuko, pamoja na kipenyo cha mpira wa moto kilifikia zaidi ya kilomita 8, na urefu wa wingu la mlipuko, yani mushroom cloud, ulifikia kilomita 64. Majaribio ya saa bomba yalikuwa na athari kubwa kisiasa, yakionyesha uwezo wa kijeshi wa Umoja wa Kisovieti wakati wa vita baridi. Hata hivyo, bomu hili halikuwahi kutumika vitani kutokana na ukubwa wake na changamoto za kiufundi. Mwanasayansi Andrei Sakharov baadaye aligeuka kuwa mkosoaji wa silaha za nyuklia na alishiriki katika juhudi za kupiga marufuku majaribio ya silaha hizi. Saa bomba inabaki kuwa mfano wa kilele cha maendeleo ya teknolojia ya nyuklia na onyo la hatari ya matumizi ya silaha za maangamizi makubwa. Ingawa haikuwahi kutumika vitani, bomu hili linaendelea kuwa somo muhimu katika historia ya silaha za nyuklia na umuhimu wa juhudi za kimataifa za kudhibiti na kuzuia kuenea kwa silaha hizo.